Kwa msimu huu kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, klabu ya Simba ndio klabu ambayo imetoa kipigo kikubwa zaidi cha magoli kuliko timu nyingine yoyote kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Wamefunga mabao 6 kwenye mchezo mmoja. Hakuna timu ambayo imefanikiwa kufunga magoli zaidi ya magoli 6 msimu huu zaidi ya Simba peke yake dhidi ya Dodoma Jiji. Yanga wamefunga magoli mengi kwenye mchezo mmoja lakini magoli 5. Maana yake ukiwaondoa Simba, hakuna timu nyingine ambayo imefunga magoli mengi kwenye mchezo mmoja, na hii inatoa tafsiri kwamba Simba imeimarika. Simba ina kikosi bora, na ukiangalia kwenye magoli ambayo wamefunga, Kibu Denis kafunga mawili, Jean Charles Ahoua, mimi napenda kumuita MVP, kafunga mabao mawili, Lionel Ateba Joshua Mutale Elim Panzu, yes, Elim Panzu kafunga moja, lakini pia Steven Dese Mukwala kafunga pia bao moja. Manake mabao 6 ya Simba yamefungwa na wachezaji ambao wote wanacheza kwenye eneo la kiungo mshambuliaji na ushambuliaji. Hii inakupa tafsiri kwamba Simba imesukwa vyema kwenye eneo la mbele. Ni tofauti na timu zingine. Mfano ukiangalia timu kama Young Africans kwenye eneo la ufungaji wa mabao inamtegemea sana maeneo ya pembeni, kwa maana kwa mawinga, kwenye ambapo anacheza Clement Mzize ambaye ana mabao 10. Alafu of course na Prince Dube eneo la katikati akiwa na mabao 10, lakini maeneo ambayo Yanga wanazalisha nafasi nyingi ni maeneo ya pembezoni mwa uwanja, kwa maana kwa winga wa kushoto na winga wa kulia. Lakini ukija kwa washambuliaji wakati au kwa viungo wakati hawatengenezi nafasi nyingi sana. So unaweza kuona namna gani ambavyo Simba imekuwa na matokeo mazuri tofauti na timu nyingine yoyote kwenye eneo la mbele, kwa maana wachezaji wake wote wamekuwa na mchango mzuri au uwiano mzuri wa utengenezaji wa nafasi na kufunga mabao. Na Young Africans pia ni timu ya pili kwa kuwa na muunganiko mzuri na uwiano mzuri wa ufungaji wa mabao kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo la ushambuliaji, kuanzia viungo wa washambuliaji na washambuliaji kwa ujumla. Lakini kwa Simba wao kwao ni bora zaidi, na ndio maana nimesema Simba ndio timu ambayo pia imefunga mabao mengi kwenye mchezo mmoja. Hii ni kutokana na muunganiko ambao wanakuwa nao mara nyingi kwenye eneo lao la kushambulia. So far so good mpaka hapa tulipofikia, manake gap la alama linakuwa ni moja baina ya Simba na Young Africans. Ina maana kama Yanga atateleza pia kwenye mchezo mmoja, tayari klabu ya Simba ikishinda inakaa juu ya msimamo. Na moja ya mechi ambayo ilikuwa inaleta pressure kubwa ni hii dhidi ya Dodoma Jiji. Ni mechi ambayo ilikuwa ya kiporo kwa Simba, na ni mechi ambayo kidogo ilikuwa inaleta utata kwamba pengine kama wangepata sare au wangepoteza ingewapa advantage Young Africans kuendelea kuongoza kwa gap kubwa la alama. Lakini baada ya Simba kushinda dhidi ya Dodoma Jiji, manake gap la alama limepungua, inabakia kuwa ni alama moja. Ina maana yoyote ambaye atateleza kwenye mchezo unaofuata mwenzake anamwacha. Ina maana kama Yanga atateleza kwenye mchezo wote, aidha kwa kupata sare au kwa kupoteza, manake Simba atakuja kuongoza ligi. Na sidhani kama sasa hivi kama ikitokea kuna timu itadondosha alama, sidhani kama itaendelea kubaki kwenye mbio za kugombania ubingwa. Nafikiri ndio itakuwa imechomoka. Sidhani kama itaweza kurudi kwenye ushindani, kwa sababu kwa namna ambavyo Simba wanacheza, namna ambavyo Yanga wanacheza, focus yao sasa hivi ni kwenye kugombania taji. Na hapa ndipo ambapo pataweza kufanya hizo mechi zinazokuja kila mtu acheze kwa ubora wa hali ya juu sana. Kwa maana ya Simba wacheze kwa ubora wa hali ya juu, lakini pia kwa Young Africans wacheze kwa ubora wa hali ya juu, kwa sababu kila mtu anajua kwamba ikitokea amedondosha alama, maana yake anaweza kuja kwenye wakati mgumu wa kwenda kuchukua ubingwa. Lakini ikitokea ameshinda mechi zake zote mpaka mwisho, maana yake kuna uwezekano mkubwa akaenda kuwa bingwa. Maana yake Simba Yanga yoyote anaweza kwenda kuwa bingwa. Yaani kwa mfano leo Yanga akishinda mechi zake zote zilizobakia, maana yake mpaka mechi ya dabi itakaopangwa tena, na maana na uwezo anaenda kuchukua ubingwa. Lakini Simba na yeye akishinda mechi zake zote zilizobakia, inabidi amuombe Yanga apoteze. Kama Yanga hatapoteza mechi zote ambazo zimebakia, maana yake Yanga anakuwa bingwa. Lakini kama itatokea Simba naye hajapoteza hata mchezo mmoja, akashinda michezo yote ambayo imebakia, maana yake Simba naye anakuwa bingwa, kwa sababu kwenye mechi zote ambazo zimesalia ipo pia mechi ya dabi ambayo atashinda. Maana yake akishinda mechi ya dabi, na maana kamrudisha Yanga nyuma. Kwa hiyo ni hizi timu mbili, mechi ya dabi ndio ambayo inaweza kuamua ni nani ambaye anaweza kwenda kutoa taji kwa matokeo yote ambayo ataenda kupatikana, kwa sababu kwenye michezo mingine ambayo imebaki kuna possibility kubwa ya kila mtu kupata alama 3. Ingawa Yanga ana mechi ngumu. Yanga ana mechi ngumu sana kuliko Simba. Kumbuke Yanga ana mechi dhidi ya Tabora, Yanga pia ana mechi dhidi ya Azam FC. Na kwenye duru la kwanza Yanga alipoteza mechi 2 kwa hizi timu zote mbili. Alipoteza mechi dhidi ya Tabora na alipoteza mechi dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo kuna uwezekano pia
kwenye hizo timu mbili akadondosha walau alama kwenye hizo mechi mbili, kwa maana mechi ya Azam na Tabora anaweza kapengeza akadondosha hata alama moja au akadondosha alama 3, au labda akapoteza kabisa kama ambao walipoteza kwenye duru la kwanza. Ni kitu ambacho kinawezekana, tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kutokea. Lakini pia issue nyingine ni kuhusiana na Kibu Denis ambaye unajua amefunga magoli mawili jana na kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji, na magoli mawili ameyafunga baada ya kupita miezi 23, yani manake miaka miwili kasoro mwezi mmoja, ambazo ni sawa na siku 698 zimepita. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo pia naye Kibu Denis amestruggle kwa namna moja ama nyingine, lakini jana kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji kafunga mabao mawili. Kwa hiyo inawezekana akawa tayari amefungua ile milango, pengine tunaweza tukamwona akiendelea naye kugawa doors, kwa maana ya kuendelea kufunga zaidi kama ataendelea kupata nafasi ya kucheza chini ya Fadlu David. So far so good. Mpaka sasa vita ya ubingwa iko wazi, yoyote anaweza kwenda kutoa ubingwa.